Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Twende tukafanye usafi katika makaburi yetu ya mtaa wa Mkwajuni. Ima wananchi, tujitokeze wote, twende tukafanye usafi katika eneo la makaburi yetu ya mtaa Mkwajuni. Ima wananchi wote, tujitokeze, twende tukafanye usafi katika makaburi yetu ya mtaa wa Mkwajuni. Tunaleki hapa. Anasema amepewa na mtu lakini. Kwa majina naitwa Zuena Hamza Abdalla, ni mtendaji wa mtaa Mkwajuni, kata Kiwanja cha Ndege. Ndugu zangu, leo ni tarehe 27 mwezi wa 6 ambao ni siku ya Jumamosi. Kama ilivyoada, sheria, taratibu na kanuni, kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi huwa tunafanya usafi katika mtaa wetu. Kwa hiyo tukapendelea leo kwamba katika Jumamosi hii ya mwisho wa mwezi wa 6 tukaona ni vyema tukafanya usafi katika eneo la makaburi, kwa ni kopo haliridhishi. Kwa tulikaa vikao, tukapendekeza kwamba eneo letu la kufanya usafi ni eneo la makaburi ya Mkwajuni, ambao makaburi haya yanazikwa watu mbalimbali wa mtaa wa Oysterbay na mtaa jirani wa Maili Mbili, ambao nao tuko pamoja, tumeshirikiana kwa pamoja, tumefika na tumefanya usafi, na nashukuru wananchi wametoka kwa wingi na usafi umefanyika kwa asilimia kubwa sana. Naitwa Maximilian Jeremia Mlihangu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mkwajuni, kata ya Kiwanja cha Ndege. Katika kata yetu ya Kiwanja cha Ndege huwa tuna mazoezi ya usafi kila mwisho wa wiki, Jumamosi. Jumamosi hii tuliteua mahususi kwa kufanya usafi katika makaburi ya ndugu zetu waliolala hapa. Nashukuru Mungu, mwitikio umekuwa mkubwa, wananchi wamejitokeza kwa wingi katika kutekeleza zoezi la usafi. Ungependa kutoa wito gani kwa wale wengine ambao wamekuwa wazito kujitokeza katika maeneo haya ya ufanyaji wa usafi? Kikubwa ni kutambua wajibu wao katika jamii. Katika jamii yoyote lazima kushiriki majukumu ya serikali ya mtaa katika mitaa husika. Kushiriki huduma za kijamii, shughuli za usafi wa mazingira na shughuli zote za kimaendeleo zinazoendelea katika jamii husika. Natoa wito wangu kwa wananchi wote, wakazi wa mtaa Mkwajuni, Oysterbay na Maili Mbili ambao hawajafika katika zoezi la usafi, wajitokeze kwa wingi hapo baadaye kwa kuendelea kufanya usafi katika mazingira yetu, kuhakikisha mazingira yako safi. Endapo kama watu hawajaja katika zoezi hili la usafi, ni jukumu gani ambalo mnalichukua kama viongozi? Asante, tulijiwekea sheria ndogo katika mitaa yetu kwamba wasiofika katika mazoezi ya usafi, especially katika usafi wa jumuiya, kutoana faini ndogo ya shilingi 1000, ambayo faini hiyo inatumika katika kununua vifaa. Kwa mfano last week tuliweza kutoza faini na tukaweza kununua makwanja ambayo yanatumika katika usafi. Kwa sheria ndogo hii tuliyojiwekea katika mitaa yetu ili tupate shilingi 1000 kwa sababu ya kununua vifaa katika kufanya usafi katika mazingira yetu. Kwa wale ambao wanatoka katika mitaa mingine ndani ya jiji la Dodoma na wamekuwa pia wakija kuzika katika maeneo haya kupitia Mkupa TV, ungependa kuwapa wito gani? Asante, ningependa kuwapa wito wajitokeze na kukumbuka walipo walaza ndugu zao. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inatokea katika maeneo mengine ya jiji la Dodoma, ambapo wanakuja kuzika maeneo yetu haya lakini hawajitokezi kuja kusafishia. Basi wawiwe katika mioyo yao na kutambua wanawajibika kuja kufanya usafi katika makaburi ya ndugu zao waliowalaza hapa. Katika upande wa imani imekaeje hii? Katika upande wa imani siwezi kusemea sana kwa sababu sio nguli katika kitengo hiko, lakini katika imani pia inasemekana tunapata thawabu kwa kufanya usafi marehemu hao. Kwa hata wale ambao hawajitokeza watambue tu kwamba kuna chochote tutakipata baada ya kukumbuka ndugu zetu walio maeneo haya. Ungependa kuambia nini wakazi wa jiji la Dodoma kuja kushiriki pia katika zoezi hili la usafi wiki ijayo? Asante, labda ningetoa wito kwa wakazi wa jiji la Dodoma kutambua kwamba usafi hii kwa marehemu sio lazima uwe na marehemu anayekuhusu aliyelala hapa. Basi ni kujitolea kwa moyo kuja kufanya usafi kwa marehemu hawa, tukijua kwamba na sisi siku moja tutalazwa hata isipokuwa hapa katika maeneo mengine ya nchi yetu.
Hii ni ibada. Tuitikie kabisa kutengeneza makaburi yetu yawe safi. Hata tunapozikana tunaona nafasi ipo wapi ya kuzikana. Panapokuwa na vichaka inakuwa vigumu sana kujua hapa kuna nafasi ya kumstiri mwenzetu alotangulia. Sio lazima, ni ibada kufanya usafi makaburini. Kwa hiyo wananchi wajitokeze wote tufanye usafi. Hata taifa linasisitiza tufanye usafi siku zote, si makaburini tu, hata majumbani. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.